basi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao, alisema dhahiri, nitakuja tena, amina na uje Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo, ambapo kichwa cha somo kinasema tumia ujana kwa faida. Kichwa cha somo katika ibada ya siku hii ya leo kinasema tumia ujana kwa faida. Katika maisha ya mwanadamu, ujana ndio umri pekee ambao una thamani kuliko umri wowote ule. Katika umri wa ujana ndio umri pekee ambao unaamua hatima ya maisha ya mwanadamu. Ujana ndio umri pekee ambao una uwezo wa kurejesha heshima ya familia. Ujana ndio umri pekee ambao una uwezo wa kuleta heshima yako. Ujana ndio umri pekee ambao una uwezo wa kubadilisha historia ya familia yenu. Katika umri wa ujana ndio umri pekee ambao ukipita haujirudii katika maisha ya mwanadamu, na ndio umri pekee ambao mwanadamu ana uwezo wa kufanya mambo makubwa katika ulimwengu na ulimwengu ukashangaa. Katika umri wa ujana, katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2 na lile fungu la 14, Biblia inasema, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Katika umri wa ujana ndio umri pekee ambapo mwanadamu anakuwa na nguvu za kimwili na nguvu za kiroho. Na endapo hizo nguvu zikitumika vizuri, zina uwezo wa kuleta mambo makubwa katika jamii. Na endapo hizi nguvu zisipotumika vizuri, huyo mtu anaweza akawa na miisho mibaya. Kwa hiyo katika siku hii ya leo, Mungu anatukumbusha ya kwamba katika umri wa ujana ndio umri pekee ambao wanadamu ana uwezo wa kufanya kitu chochote kile katika huu ulimwengu. Tumia ujana kwa faida. Biblia inaposema nimewaandikia vijana kwa sababu mna nguvu, ni Mungu anatukumbusha ya kwamba katika umri wa ujana sio umri ambao wa kutumia kufanya mambo yasiyokuwa na maana. Maana kuna makundi mawili ya vijana. Kuna vijana ambao wanatumia nguvu zao kuijenga thamani yao, na kuna vijana ambao wanatumia nguvu zao kuharibu thamani yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika umri wa ujana, hakikisha haui katika kundi la pili la watu ambao wanatumia ujana wao vibaya. Katika umri wa ujana usije ukautumia kufanya mambo ambayo baada ya kupita katika umri wa ujana utajuta. Maana umri wa ujana ukishapita umeshapita. Kwa hiyo Mungu anaposema ya kwamba nimewaandikia vijana, anatukumbusha ya kwamba umri wa ujana ndio umri pekee ambao una thamani kuliko umri wowote ule katika maisha ya mwanadamu. Biblia inaendelea inasema kwamba nimewaandikia vijana kwa sababu mna nguvu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Katika umri wa ujana ndio umri pekee ambao tuna uwezo wa kuipeleka injili kwa mataifa. Katika umri wa ujana ndio umri pekee ambao tuna uwezo wa kuwatangazia watu habari njema za ufalme. Na laiti vijana tungeliunganisha nguvu,
tukalihubiri neno kwa mataifa, tukalihubiri neno kwa mataifa yote, ujio wa Yesu Kristo ungeliweza kuharakishwa, maana ule mwisho hauji kabla neno halijahubiriwa. Katika umri wa ujana ukitumika vizuri, una uwezo wa kujenga heshima ya familia fulani. Katika kitabu cha Mhubiri 12 Biblia inasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Maana yake ni nini? Sulemani yeye katika umri wa ujana wake alijikita kuchunguza starehe zote ambazo mwanadamu angeweza kuzifanya. Na mfalme Sulemani kwa hekima yake aliyokuwa nayo alifanya kila starehe, akaja na majibu ya kwamba katika umri wa ujana sio umri wa kuwa bize na kufanya starehe, sio umri wa kuwa bize kufanya mambo yasiyofaa, ila katika umri wa ujana ni umri pekee ambao unatakiwa umkumbuke muumba wako, kwa sababu Mungu ndiye ambaye anatoa direction katika maisha ya ujana. Mungu ndiye ambaye ana uwezo wa kukupatia direction ya maisha yako. Mungu ndiye ambaye ana uwezo wa kukufanya wewe, kukutengeneza kuwa na ujana bora na kuwa na miisho mizuri katika maisha yako. Kwa hiyo vijana wenzangu, tusiutumie ujana kukesha katika vilabu. Tusiutumie ujana kujiunga katika magrupu yasiyokuwa na maana. Tuutumie ujana kuitengeneza kesho yetu, ili wakati utakapokuwa umepita tuwe tumefanya mambo ya msingi. Moja ya jambo la muhimu sana katika maisha ya ujana ni kuhakikisha ya kwamba wewe unakuwa na baraka za wazazi. Kumbuka tumesema ya kwamba katika umri wa ujana ni umri ambao mwanadamu anakuwa na nguvu. Sasa kuna baadhi ya vijana ambao wamezitumia nguvu zao kuumiza watu wengine, wamezitumia nguvu zao kuwaumiza wazazi, wamezitumia nguvu zao kuwaumiza watu wengine na kuweka makovu ya kudumu katika mioyo ya watu wengine. Acha nikwambie ya kwamba endapo ukileta maumivu kwa watu wengine, ukaleta maumivu kwa wazazi katika umri wa ujana, miisho yako haitakuwa miisho mizuri. Hivyo ndo maana Mungu anatukumbusha ya kwamba katika umri wa ujana ni umri ambao unatakiwa ufanye mambo ambayo yatajenga thamani yako mbele za Mungu. Yaani katika umri wa ujana wafanye wazazi wako wafurahie wewe kufikia katika umri wa ujana. Wafanye wazazi wako wafurahi wewe kufikia katika huo umri. Usiutumie ujana wako kuwa mzigo kwa familia, ila hakikisha ya kwamba katika umri wa ujana unafanya mambo ya maana ambayo hata jamii inayokuzunguka ijivunie wewe. Kuna msemo unaosema golden chance not come twice. Katika maisha ya mwanadamu golden chance not come twice ni ule umri wa ujana. Katika umri wa ujana tumia kutafuta maarifa ambayo yatakusaidia kujenga thamani yako. Katika umri wa ujana tumia kutafuta uchumi. Tumia kujenga uchumi wako ili kuijenga thamani yako. Katika umri wa ujana hakikisha unamtafuta Mungu ili katika umri wako ili ujana wako uwe na thamani kubwa mbele za Mungu. Katika Biblia kuna kisa cha Yusufu. Yusufu ni mojawapo ya vijana ambao
walitumia umri wao vizuri wa ujana mpaka akaitengeneza samani yake katika nchi ya Misri. Yaani Yusufu anapitia changamoto katika umri wa ujana, na yeye anaamua kuitumia vizuri fursa ya ujana, na baadaye anakuwa waziri katika nchi ya Misri, na anamtangaza Mungu wa mbinguni, na mpaka mfalme anasema ya kwamba tupate wapi mtu kama huyu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Kwa hiyo kijana mwenzangu, ni kuambia ya kwamba Mungu anahitaji watu kama akina Yusufu. Mungu anahitaji vijana ambao watautumia ujana wao vizuri kama akina Yusufu. Mungu anahitaji vijana ambao watamtumikia katika umri wa ujana. Mungu anahitaji vijana ambao wako tayari kufanya kazi yake. Mungu anatamani kuona vijana ambao wanapambana kutengeneza samani zao, na wala sio vijana ambao wanakesha katika vilabu, sio vijana ambao wanaliza wazazi wao, sio vijana ambao wanafanya jamii izalauliwe, bali Mungu anahitaji vijana ambao wataleta samani katika jamii na katika familia. Akina Shadraka, Meshaki na Abednego wanautumia ujana wao kumtambulisha Mungu katika nchi ya Babeli. Na Babeli yote nzima na ulimwengu ukajua ya kwamba yuko Mungu mbinguni ambaye ana uwezo wa kufanya mambo yasiyowezekana. Yaani wa kufanya mambo ambayo hata ulimwengu ukitazama utashangaa. Kwa hiyo kijana mwenzangu, hata mimi na wewe tuna nafasi ya kuutumia ujana. Tuna nafasi ya kutumia umri wa ujana kumtangaza Mungu katika ulimwengu, na ulimwengu ukajua ya kwamba yuko Mungu mbinguni ambaye anafanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Yuko Mungu mbinguni ambaye anafanya mambo makubwa ambayo hata ulimwengu hauwezi, na hata ulimwengu unapotazama unashangaa. Katika umri wa ujana tunatakiwa tufanye mambo ya msingi, yaani mambo ambayo yatatengeneza hatima yetu ya maisha. Kwa sababu watu wengi ambao walishindwa kutumia vizuri fursa ya ujana, watu hao walikuwa na miisho mibaya sana, na ndio watu ambao wamejaa vinywa vyenye lawama kwa familia, wamejaa vinywa vinavyopeleka lawama kwa wazazi, wamejaa vinywa vilivyojaa laana kwa jamii na hata familia zinazoshindwa kuwasaidia. Tatizo ni kwamba walishindwa kutumia ujana wao vizuri. Kwa hiyo kijana mwenzangu, hata wewe ninakuasa katika siku hii ya leo, nenda ukautumie ujana wako vizuri kuitengeneza kesho yako. Usitumie nguvu ulizo nazo kukesha katika mitandao ya kijamii. Usitumie nguvu ulizo nazo kwenda kulewa pombe. Usitumie nguvu ulizo nazo kuumiza watu wengine. Usitumie nguvu ulizo nazo kwenda kukesha kwenye madisko. Usitumie nguvu ulizo nazo kusababisha maumivu kwa familia. Usitumie nguvu ulizo nazo kuharibu maisha ya watu wengine. Usitumie nguvu ulizo nazo kukwamisha maendeleo ya watu wengine, ila tumia nguvu ulizo nazo kuijenga samani yako. Tumia nguvu ulizo nazo kumtangaza Mungu katika ulimwengu huu. Tumia nguvu ulizo nazo kuitengeneza kesho yako, ili baada ya umri wa ujana kupita ukuonekane ya kwamba ni mtu mwenye maana na mwenye thamani kubwa katika jamii.
Watu wote ambao unaona jamii inawakumbuka ni watu ambao waliutumia ujana wao vizuri. Ni watu ambao walihakikisha ya kwamba katika umri wa ujana wanaacha alama ambazo watakumbukwa katika maisha yao. Kuna watu ambao hata leo wakitajwa katika jamii inakumbuka wema walioufanya. Hivyo kijana mwenzangu, una nafasi ya kutengeneza. Haupasi kukata tamaa katika umri wa ujana. Ni umri ambao unakumbwa na mambo mengi sana. Hivyo kijana mwenzangu, usikate tamaa. Hata kama ya kwamba ulikuwa umeshaanza kuharibu katika maisha yako, umekuwa umeshaanza kuharibu mahusiano yako na wazazi wako, umeshaanza kuharibu ujana wako, nikwambie katika siku ya leo, nenda ukabadilishe mtazamo wako. Nenda ukabadilishe sehemu ambazo unahisi uliharibu. Nenda ukafanye marekebisho katika mahala ambapo ulikosea. Nenda ukafanye marekebisho, na Mungu wa mbinguni atakufanya kuwa kijana bora katika jamii. Haijalishi uliishi maisha gani. Hata kama uliishi maisha ya madawa ya kulevya katika umri wa ujana, unaposikia huu ujumbe, nenda ukafanye marekebisho. Umeingia katika unywaji wa pombe ambao hata jamii inakuona ni mzigo, hata familia inakuona ni mzigo. Nenda ukabadilishe, uache pombe, nawe Mungu atakufanya kuwa kijana bora katika familia na katika jamii. Wewe ni kijana ambaye umeanza kujiingiza katika magenge ambayo yana tabia mbaya katika jamii. Nenda ukafanye matengenezo, ukafanye mabadiliko ili uwe kijana bora katika jamii. Na mwisho wa wakati, Yesu Kristo aliahidi ya kwamba atakuja mara ya pili. Anapokuja mara ya pili, anatamani kukuta vijana ambao watakuwa wakiutumia ujana wao vizuri, vijana ambao watamtangaza Mungu katika ulimwengu, vijana ambao watatengeneza historia kubwa katika ulimwengu, vijana ambao watamlaki Yesu anapokuja mara ya pili. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nenda ukatengeneze, kautumie ujana wako vizuri, kautumie ujana wako kutafuta maarifa ambayo yatajenga thamani yako. Kautumie ujana wako kutengeneza uchumi ambao huo utaleta thamani yako. Kautumie ujana wako kuisaidia jamii ili jamii ifurahie uwepo wako. Kautumie ujana wako kuhudumia familia. Kautumie ujana wako kubadilisha historia ya jamii. Kautumie ujana wako kubadilisha historia ya familia, na wewe utakuwa heri katika kutenda kwako, na wewe utakuwa mojawapo ya vijana bora katika ulimwengu na karne ya 21. Mungu wa mbinguni akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.